أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. Amma baad, mustami'una al-kiram, ikhwan, ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhanahu wa taala zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu subhanahu aliposema wa rafa'na laka dhikrak. Ikhwan, ndugu zangu, ama biidhnillahi tabaraka wa taala, hii ikiwa ni sehemu ya kwanza ya mada yetu hii inayoitwa, anwani inaitwa Udhu Shams, yani kwa maana ya dawa maalum ambayo kama utapata kuitumia vyema basi ni dawa bora sana katika kutibia maradhi katika afya na mwili wa mwanadamu. Na hii dawa inaitwa Udhu Shams. Hii dawa inaitwa Udhu Shams. Ndani ya hii dawa michanganyo yake kuna michanganyo hii ifuatayo. Kwanza kuna dawa kuna mbegu za unga wa kamun asad, lakini pia kuna thumu, lakini mmea wa tatu ni mmea wa karkam, mmea wa nne ni mmea wa nainai, mmea wa tano ni mmea wa karnafal, mmea wa sita ni mmea wa jarjiru, mmea wa saba ni mmea wa zanjabila, mmea wa nane ni mmea wa karnafali, na mmea wa tisa ni mmea wa khardali. Kwa hiyo kuna mimea 9 muhimu sana katika tiba, katika afya na mwili wa mwanadamu. Sasa mimea yote hiyo imechanganywa ndani mwake, na nitakuanzia season 1, season 2 na kuendelea kadiri tutakavyoweza kuwezeshwa. Almuhimu kila mmea ni kutajie ubora wake, matukufu yake, na kwa namna gani inaenda kutenda mazuri katika afya na mwili wako kwa idhini yake tabaraka wa taala. Kwa sasa nianze na mmea huu wa kamuni. Mmea huu wa kamuni, kwa namna ambavyo watafiti wameweza kutuletea na wakatuelezea kwamba faida zake na matukufu yanayoenda kupatikana kitiba katika kutibia maradhi katika afya na mwili wa mwanadamu. Fanya marejeo katika kitabu kinachoitwa Tibbi Shaabi, utakuta namna gani wameeleza mimea kama hii ambayo ninayokutajia kwa sasa kwa idhini yake tabaraka wa taala. Nianze kusema kwamba kamun imetambulika toka zama za kale, zama ya kwamba kwa matumizi wakati wa chakula au baada ya chakula, ndivyo kamuni ambavyo ilivyotambulika na ilivyokwisha eleweka katika hali za namna hiyo. Kwa namna ambayo matumizi ya kamuni ilikuwa wakati wa chakula au baada ya chakula, au kuwa kiungo maalum katika chakula kutokana na harufu nzuri ya kipekee iliyopo katika kamuni yenyewe hiyo, ndivyo hivyo ilivyo. Kwa idhini yake subhanahu wa taala tunaenda kupata tiba iliyokuwa bora katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kamuni imekusanya vitu vingi sana ndani wake, kama vile lishe inayopatikana ndani yake ambayo ni muhimu katika afya ya mwanadamu. Na hivi ambavyo vinavyoitwa lishe ambavyo vinavyopatikana ndani yake ndivyo ambavyo vinavyoitwa dawa. Kwa sababu dawa lazima iwe na vitu ambavyo ndivyo ambavyo vinavyopelekea kuifanya ile kitu au ile dawa iitwe kwamba ndio dawa, kwamba ina nini na nini ndani yake mpaka inakuwa ni dawa na kuweza kutibia maradhi katika afya na mwili wa mwanadamu. Kwa tunasema ya kwamba ni kwa kuwa kamuni ina utajiri mkubwa wa vitamin za aina mbalimbali, na kuna madini ya aina mbalimbali ndani mwake,
kuna antibiotiki zilizo muhimu sana katika afya ya mwili wa mwanadamu katika hali ya namna hiyo, na ndio maana tunasema kama utaipata dawa hii inayoitwa Udu Shams, mwanga wa jua, inaita Udu Shams, mwanga wa jua, maana yake itaenda kukuangazia katika mwili wako kutokana na maradhi na matatizo ya aina mbalimbali yanayokusumbua kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ndio maana mwanachuoni mmoja akasema tala as-sabah fatfa al-qindila. Anasema mwanachuoni tala as-sabah fatfa al-qindila, kwamba asubuhi imechomoza na mwanga wa jua umechomoza, kibatali cha nini? Yani haiwezekani ukawa na kibatali kwenda kuangazia sehemu ambapo jua linawaka. Kwa maana hiyo, kwa maneno hayo mimi narudisha kusema kwamba hii inaitwa Udu Shamsi, mwanga wa jua. Maana yake tunaenda kuangaza katika mwili wako vile vijibatali au vile vijibatali vilivyopo ndani ya mwili wako, kwenda kuvizima, ambavyo hivyo vijibatali kwa maana ya kwamba ya maradhi yaliyopo katika mwili wako tunaenda kuvizima kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Katika hali za namna hiyo, kwa sababu ndani yake kuna vitu hivyo, tunasema kwamba dawa hii ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kutibia maradhi katika mwili wa mwanadamu. Kumbuka nimekueleza dawa hii ya Udu Shamsi imekusanya mimea aina 9, na hapa nimeanza na mmea wa kwanza nikielezea faida zake na ubora wake katika hali ya kitiba, ili uje uone kwa namna ambavyo mikusanyiko hii ya dawa inapokusanyika kwa pamoja na kwa kipimo maalum inakuwa ubora wa kiasi gani kwa kuweza kwenda kutibia afya na mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo, kwa sababu kuna madini ndani yake, kuna antibiotiki ambazo ni muhimu katika afya na mwili wa mwanadamu, basi tunasema kitendo hicho, kitendo ambacho kuwepo kwa vitamini hizo na madini hayo ndipo kulipoifanya Kamun kuwa na uwezo wa kukinga mwili wa mwanadamu kutokana na maradhi ya aina mbalimbali katika afya na mwili wa mwanadamu. Sasa kwa sababu Kamuni ina uwezo huo, lakini uwezo wenyewe ni kwa kipimo maalum cha kitiba, kwa namna ambavyo wataalamu walivyotuelekeza, na ndio maana nikasema fanya marejeo hata katika kitabu kinachoitwa Tibb Shaabi, utapata kuona namna gani Jassim Muhammad Jandali alipoweza kuelezea kwa kiwango gani mimea hii inatakiwa uikusanye kwa pamoja na kwa vipimo gani, ili iende kuwa ni tiba na wala isiwe ni kiungo au kiburudisho katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo itaenda kuondoshea maradhi katika mwili wako na hadi kutibia maradhi yako yanayokusumbua katika mwili wa mwanadamu. Hivyo tufuatane pamoja nami kwenda kuyaona mazuri na maradhi gani yanaweza kwenda kutibika kupitia super power, kupitia hii dawa inaitwa Udu Shams, maadamu ndani yake kunapatikana mmea wa Kamun Aswad. Maadamu katika michanganyo ya mimea iliyomo humu ndani mwake kunapatikana mmea wa Kamun Aswad ambao leo ninauelezea kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Kwanza, maradhi ya sukari. Maradhi ya sukari yanaweza kutibika vizuri kabisa kwa dawa hii ya Udu Shamsi, mwanga wa jua. Tunaenda kuangazia mwili wako kwa kuondosha matatizo yote ya sukari katika mwili wako. Kwa nini? Ni kwa sababu hii ifuatayo. Mwanachuoni huyu Jassim Muhammad Jandali, na mimi nimepata kumnukuu na hivi ndivyo ninavyotiririka naye, anasema Kamun ina uwezo wa kutibia sukari maadamu ipo katika mchanganyo wa mimea aina 9. Sawa, ina uwezo wa kutibia sukari atakapoweza kuitumia mgonjwa wa sukari, kwa kuwa Kamun inaweza kupangilia sukari katika mwili wa mwanadamu au kupangilia sukari katika damu na uzalishaji wa homoni ya insulin na hemoglobin, kitendo ambacho kitarudisha afya njema kwa mgonjwa wa sukari na hatimaye mgonjwa huyu wa sukari kwenda kupona kabisa kwa uwezo wake tabaraka wa taala. Wapo watu huwa wanadai ya kwamba eti sukari haitibiki. La hasha, si kweli. Si kweli kwamba sukari haitibiki, bali sukari inatibika. Almuhimu ni kufuata utaratibu wa namna gani wa mimea kwa vipimo vyake maalum vilivyopimwa, ili kuweza kwenda kuondosha tatizo hilo kwa idhini yake subhana. Ikhwan, ndugu zangu,
Ama faida ya pili ya hii kamun aswad, faida ya pili ya hii udhu shams ambayo imebeba mimea 9 ndani mwake, ambayo mimea 9 hiyo kwa idhini yake tabaraka wa taala tunaenda kuondosha maradhi katika miili yetu. Tunasema maradhi ya tumbo. Maradhi ya tumbo yanaweza kutibika vyema kabisa kwa kutibika kwa kutumia udhu shamsi, mwanga wa jua. Kwa nini tunaweza kutibia maradhi yote ya tumbo kwa kutumia udhu shamsi? Ni kwa sababu ndani ya hii udhu shamsi kunapatikana mimea aina 9. Ndani ya hiyo mimea 9 mjumuiko wake mmojawapo ni hii kamun aswad, ambayo ndio kwa sasa ninayokuelezea namna gani dawa hii itaenda kukutibia kwa idhini yake na huruma yake Allah tabaraka wa taala. Tunasema maradhi ya tumbo, matumizi ya kamun yanaweza kukusaidia na kutibia tatizo la utumbo na kuupa nguvu utumbo wako kuendelea kutengeneza mmeng'enyo uliokuwa mzuri na hatimaye kuondosha matatizo yote yaliyopo katika utumbo wako. Kwa kuwa mtu atakayetumia kamun au kwa mtu atakayeweza kuitumia hii udhu shams ambao ndani ya mimea iliyomo 900 ndani yake kunapatikana mmea huu wa kamun aswadi, inaweza kumsaidia kumwokoa na matatizo mbalimbali ya utumbo kama vile kukosa haja kubwa, uzito wa mmeng'enyo wa chakula katika hali za namna hiyo, kwa kuwa utendaji huo utakuwa sawa kutokana na kupatikana kwa wingi wa enzyme nyingi sana zinazosaidia umeng'enyaji wa chakula ndani ya tumbo la mwanadamu. Kwa hivyo utaona ni namna gani mmea huu ulivyokuwa ni bora, mmea huu ulivyokuwa ni muhimu katika tiba na maradhi ya aina mbalimbali ya kwenda kumtibia mwanadamu. Jipatie udhu shamsi, mwanga wa jua. Niambie popote pale ulipo, mimi ninaweza nikakufikishia, uwe hapa Tanzania, uwe Amerika, uwe Asia, tunaweza kukufikishia kwa sababu ni mimea ambayo wengi wanaifahamu, lakini wanaifahamu kama kiungo na wala hawafahamu kama ni tiba, na ili ije kuwa ni tiba ni lazima uitumie kwa utaratibu wa kipimo cha kitiba ili iende kuwa tiba kwa idhini yake tabaraka wa taala. Hivyo matumizi ya udhu shamsi ambao ndani yake katika hii mimea 9 iliyoko humu kuna mmea wa kamun iliyochemshwa. Tunasema matumizi haya ya udhu shamsi ambao ndani yake kuna kamuni, sasa ukaipata iliyochemshwa, ni muhimu sana kwa kumwokoa mtu kutokana na maumivu ya tumbo linalokata, tumbo linalonyonga, tumbo linalotokana na maumivu ya mzunguko wa mwezi kwa wanawake. Kwa hiyo hapa tumeweza kuona faida za udhu shamsi, mwanga wa jua, ambayo ndani yake inapatikana mimea 9 na miongoni mwa mimea hiyo ni mmea kamun aswad. Ama faida ya tatu ya udhu shamsi, faida ya tatu ya udhu shamsi, mwanga wa jua, ambapo ndani yake kuna mimea aina 9, na leo na kukumbuka ya kwamba na kuelezea mmea unaitwa kamun aswadi. Tunasema hivi, kurudisha uwezo wa mfumo wa upumuaji. Yaani kwa wale wenye matatizo ya upumuaji, hapa ndipo mahala pake kwa kuweza kuipata dawa yetu hii inaitwa udhu shamsi, mwanga wa jua. Itaenda kuangaza katika hali ya afya yako, katika mapafu yako, na kurejesha uwezo wa mapafu yako kwenda kufanya kazi vyema. Ni kwa nini? Ni kwa sababu dawa yetu ya udhu shamsi, mwanga wa jua, ambayo iliyobeba mimea 9, ndani mwake kunapatikana mmea wa kamun aswadi ambao leo ndio ninauelezea. Tunasema kamun aswad ni muhimu sana kwa mfumo wa upumuaji, kwa kuwa kamun imekubalika kuwa ni kitulizo na tibio la mfumo wa upumuaji. Kama jinsi ambavyo kamunu ina uwezo wa kusaidia kusafisha makohozi yote yaliyogandamana katika mishipa ya hewa na kuondosha balgham iliyomo
ilivyogandamana katika sehemu za kifua na koromeo. Hivyo kuondokewa na shida hiyo itakufanya upate msaada ulio mzuri wa upumuaji katika hali za namna hiyo. Tumia udu shamsi, mwanga wa jua, ambayo imeweka vipimo maalum vya mimea yote 9 kwa mjumuiko wake ili iende kuwa ni tiba. Kumbuka leo naelezea kamun aswadi. Kama namna ambavyo kamun aswadi ina antibiotiki maalum kabisa ya kudhibiti bakteria wa mapafu na virus wa mapafu wanaoshambulia mapafu katika hali za namna hiyo. Kumbe tunapoenda kutumia hii udu shamsi, mwanga wa jua, tutaenda kuwateketeza virus wote na bakteria wote wanaoshambulia mapafu na hatimaye kuondosha shida zote za mapafu na hata wale wenye matatizo mengine, hivyo acha mgonjwa akiwa salama na kumzuilia kutopatwa na maradhi ya baridi na allergy na hatimaye hata matatizo ya pumu. Katika hali za namna hiyo ukabakia katika hali iliyokuwa nzuri. Ikhwan, ndugu zangu, kumbuka tunaelezea dawa yetu ya udu shamsi, mwanga wa jua. Ama faida ya 4 ya udu shamsi, ya mwanga wa jua hii, maadamu ndani yake kuna mimea 9 na ndani ya hiyo mimea 9 kuna mmea unaitwa kamun aswadi. Tunasema udu shamsi itaenda kutibia matatizo ya ini. Kwa nini tunasema ni matatizo ya ini yanaweza kutibika kutokana na udu shamsi? Tunasema miongoni mwa faida ya matumizi ya kamun aswadi iliyochemshwa kiafya, hakika kamunu inaweza kumwokoa mtu kutokana na sumu zilizogandamana ndani ya mwili wa mwanadamu na hasa ni katika ini, kama hivyo. Hivyo kutumia kamun kunaweza kusaidia na kutibia na kukinga ini kutopatwa na maradhi na kuondokana na maradhi ambayo tayari yameshakwisha athiri ini la mwanadamu. Pia hayo yote yanawezekana kufanyika ni kwa kuwa matumizi ya kamun yanaweza kuzalisha enzyme nyingi sana zinazosaidia mmeng'enyo wa vyakula, hivyo kusaidia kulikinga ini kutopata maradhi na kutibia maradhi yaliyo katika ini lako kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe tu nifanye tukuambia Sheikh Hamis Suleimani, na mimi naitaka udu shamsi, mwanga wa jua, nitakufikishia popote pale ulipo kwa idhini na huruma yake Allah tabaraka wa taala, na itaenda kufaa katika maisha yako. Kumbuka ya kwamba tumeeleza dawa yetu hii ya udu shamsi, mwanga wa jua, imekusanya mimea aina 9. Miongoni mwa mimea hiyo ni mmea wa kamun aswadi ambao leo ndio nauelezea, ambao upo katika mchanganyo wa mimea yote hiyo 9. Tunasema udu shamsi inaweza kwenda kuwa kitulizo cha maumivu katika mwili wa mwanadamu. Isikilize hii, kwa nini ambao mnaolalamikia matatizo ya maumivu katika miili yenu. Tunasema kamun imekusanya vitu vingi sana ndani yake ambavyo ni muhimu sana katika mwili kwa kutuliza maumivu. Hivyo kamun inaweza kuulinda mwili kutokana na kupatwa na maumivu mbalimbali ndani yake. Hayo yamethibitishwa na tafiti za kisomi au tafiti za kisomi cha kituo cha afya kiitwacho Healthline imethibitisha kwamba hii udu shams, maadamu ndani yake kuna mimea 9 ambayo ilichanganywa kwa vipimo maalum, maadamu ndani yake kuna mmea wa kamun aswadi ambao leo tunauelezea, basi tunasema utaenda kutuliza maumivu yote yanayokusumbua katika afya na mwili wako na kubakia salama. Niambie Sheikh Hamis Suleimani, na mimi naitaka udu shamsi, mwanga wa jua, nitakufikishia popote pale ulipo kwa idhini na huruma yake subhana. Ikhwan, ndugu zangu, tunasema faida ya 6 ya udu shamsi, mwanga wa jua, maadamu ndani yake kuna mmea wa kamun aswadi ambao iliyowekwa kwa kipimo maalum cha kitiba na badala yake siende kuwa kama ni kiungo tu. Tunasema faida ya 6 ni kupunguza cholesterol katika afya na mwili wa mwanadamu. Cholesterol nini? Cholesterol ni yale mafuta yaliyogandamana katika mishipa ya damu na kuifanya damu ikawa inatembea kwa uzito zaidi, na pengine ule mzunguko wa damu ukawa ni mdogo sana katika mwili wa mwanadamu, na hatimaye kuja kuzalisha maradhi
mengine kama pressure na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa kumbe ukitumia udu shamsi, mwanga wa jua, unaenda kuondosha tatizo la cholesterol. Kivipi? Mwanachuoni anasema mtu atakayeweza kuitumia udu shamsi maadamu ndani yake kuna mmea wa kamun aswadi, ina uwezo wa kusaidia kupunguza cholesterol mbaya katika damu ya mwanadamu na kurejesha kiwango kizuri cha mafuta ambayo yanaweza kusababisha kutokea maradhi katika afya ya moyo wa mwanadamu. Itumie udu shamsi kwa wewe ambao unasumbuliwa na maradhi, tatizo la cholesterol na hata kupelekea maradhi ya moyo. Basi udu shamsi, mwanga wa jua, iko hapa kwa ajili yako tayari kwa matumizi. Ama faida ya 7 ya udu shamsi, mwanga wa jua, dawa yetu hii kwa idhini yake tabaraka wa taala, ambayo ilikusanya mimea aina 9, ambapo leo naelezea mmea miongoni mwa mimea iliyomo ndani mwake inaitwa kamun aswadi. Tunasema inaweza kwenda kukinga kinga ya saratani. Kivipi? Ni kinga ya saratani kivipi? Ni kwa sababu matumizi ya udu shamsi maadamu ndani yake kuna kamun aswadi ni muhimu sana kutokana na vimbe za aina mbalimbali na maradhi ya saratani. Hivyo hiyo inatokana na kuwa kamun aswadi ina uwezo wa kutibia saratani kwa kuwa ndani yake kuna kitulizo cha maumivu, antibiotic, ambayo husaidia kuzuia kupatwa na saratani ya matiti, saratani ya utumbo, saratani ya tezi dume, saratani ya utumbo mkubwa. Katika hali ya namna hiyo, kwa idhini yake tabaraka wa taala, unaenda kuipata udu shamsi, mwanga wa jua, ambayo imebeba mimea aina 9. Ndani yake kuna aina ya mmea unaitwa kamun aswadi, ambao uliwekwa kwa kipimo maalum, kipimo cha kitiba katika hali za namna hiyo. Na hapa ndipo utakapokuja kuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu alisema falyanzuril insan ila ta'amihi, kwamba afanye tafiti mwanadamu kutokana na chakula anachokila. Yani usile tu chakula kwa maana ya kushiba, bali ule chakula kwa maana ya kutibia pia katika hali za namna hiyo. Faida ya 8 ya dawa yetu ya udu shamsi, maadamu ndani yake kuna mmea wa kamun aswadi ambao uliochanganywa na mimea mingine aina 8 ambayo yenyewe inakamilisha kuwa mmea wa 9. Tunasema udu shamsi hii ni muhimu sana kwa kuamsha mfumo wa mishipa midogo midogo ya fahamu maadamu ndani yake kuna mmea wa kamun aswadi, kitendo ambacho kitaenda kuamsha utendaji mzuri wa kumbukumbu za akili ya mwanadamu, hivyo kusaidia utulivu wa ubongo na kutunza kumbukumbu katika ubongo wa mwanadamu. Kama jinsi ambavyo kamun hutumika kutibia maradhi ya kupooza, ni kwa kuwa kamun imekusanya vitamini nyingi sana na madini mengi sana, tena madini hayo yaliyo muhimu sana na yenye kuhitajika katika mishipa hiyo midogo midogo ndani ya ubongo wa mwanadamu na kwa mwili kwa ujumla wake. Kwa hiyo utaenda kufanya mwili wako ukae sawa kwa idhini yake subhanahu subhana. Ikhwani, ndugu zangu, kumbuka na kuelezea kamun aswadi, tunakuelezea udu shamsi, mwanga wa jua, ambayo imebeba mimea aina 9. Miongoni mwa mimea hiyo na leo na kuelezea kamun aswadi, na siku nyingine nitaendeleza muendelezo wake mpaka mimea yote 9 iliyoko ndani ya udu shamsi, mwanga wa jua, takuja kuikamilisha. Ndugu zanguni, mengineyo katika hii dawa yetu ya udu shamsi, tunasema udu shamsi maadamu ndani yake kuna kamun aswad, maadamu ndani yake kuna kamun aswadi, inaweza kuzalisha homoni ya collagen, hivyo kumfanya mtu kutoanza kudhihirika alama za uzee na kunyauka kwa ngozi. Lakini pia udu shamsi, mwanga wa jua, maadamu ndani yake kuna kamun aswadi, basi inaweza kuilinda ngozi na kuondosha kutepwereka, kuondosha ile kutepwereka kwa ngozi, yani ngozi unakuta imetepwereka katika hali za namna hiyo. Ni kwa kuwa kamun ina antibiotic maalum ya ngozi na kuilinda ngozi ya mwanadamu. Lakini pia udu shamsi, mwanga wa jua, maadamu ndani yake kuna mmea wa kamun, basi inaweza kutibia ngozi ndani ya kichwa cha mwanadamu,
Hivyo chanzo cha nywele na kuondosha miwasho ya matokeo au matoleo ya nywele, hivyo kuzilinda nywele kutokana na kuzifanya kustawi vyema katika afya na mwili wako. Ikhwan, ndugu zangu, hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya dawa yetu. Hii inaitwa Udhu Shamsi, mwanga wa jua, na nitakuja sehemu ya pili kuja kuelezea dawa yetu hii ya Udhu Shamsi, mwanga wa jua, kwa mimea iliyomo ndani mwake inafanya kazi kiwango gani, ina madini kiasi gani ndani yake, ina protini kiasi gani ndani yake, ina virutubisho kiasi gani ndani mwake, ili kuonyeshea kwamba unapoipata hii Udhu Shamsi, wallahi tallahi bilahi, unaenda kupata dawa ilikuwa bora kabisa. Na haya sio ya kwangu mimi ninayosema, bali ni ya wanawazuoni. Rejea katika kitabu kinachoitwa Tibbi Shaabi cha mwanachuoni Jasim Muhammad Jandal, utakuta namna gani ameelezea. Inshallah kwa siku hii ya leo ni kuage kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.